Leo nataka kuongelea kuhusu swala la comparison. Tumekuwa tukijikompea sana na watu ambao wanafanya vitu ambavyo tunavifanya sisi. Tunaangalia kwa mfano, mtu unakuta amepanga kuanzisha channel yake ya YouTube, anamwangalia Gary V, anajiuliza hivi, mimi kweli naweza nikaongea nikawa na IQ ya kujibu maswali kama hivi? Hivi naweza nikawa na confidence ya kuongea kwenye kamera kama hii? Unakuta ameangalia video, mtu kafikisha video views milioni 1. Anaangalia video yake ya kwanza, kaposti siku ya kwanza ina viewers 20, kaposti siku ya pili ina viewers 15. Anasema hichi sio kitu changu. Anasema hivyo kwa sababu amejikompea na watu ambao wapo kwenye experience ya hicho kitu ya miaka na miaka. Hajawahi hata kufikiria kwenda kuangalia video ya kwanza ya Gary V, alikuwa anaongeaje kwenye video yake ya kwanza. Anaangalia tu ile full potential ambayo Gary V anayo sasa hivi hapa, anasahau kwamba ile imekuwa build baada ya miaka na miaka. Kwa hiyo tuangalie sana jinsi ambavyo tunajikompea na watu ambao waliopo kwenye platform. Muda mwingine unaweza kukuta mtu kafanikiwa kwa sababu ya style yake ya delivery, jinsi anavyo deliver. Wewe unamwangalia, unasema hii delivery siwezi kuifikia, unakata tamaa mapema. Maybe naongea slow, very slow, unakata tamaa. Maybe labda power yako ndio ipo hapo kwenye kuongea polepole. Labda mtu atakusikiliza kwa umakini na atapenda style yako ya kuongea polepole. Wapo watu wengi wanafanya kitu kimoja kwa njia tofauti tofauti na wote wanafanikiwa. Kwa hiyo tuwe makini sana kwenye comparison iwe kitu cha kutumotivate, sio cha kutufanyaje, sio cha kutufanya turudi nyuma. Kwa hiyo to make sure sana tunavyojikompea na watu ambao wameshafika kwenye level fulani. Wewe umeanzisha kitu chako, kifanye kwa njia kama unaamini kwamba hichi ndo kitu changu, kianze kifanye jinsi unavyoamini wewe, kitakufikisha sehemu. Jifunze kutokana na historia. Angalia watu, fuatilia historia yao. Idols wapo kwa ajili ya kutupa nguvu, sio kwa sababu ya kutufanya tujihisi hatuwezi kufika. Wana power kubwa, wana potential kubwa sana, lakini tuwe makini na jinsi tunavyoangalia. Watatufanya tupate hiyo power, vile vile wanaweza kufanya kutudidimiza. Kwa hiyo tukiangalia, tuangalie kwa jicho la kujifunza. Tukisikiliza, tusikilize kwa jicho la kujifunza. Tusiwe na sikio la tamaa au la kuwa na wivu au macho ya kuwa na wivu. Tuwe tunajifunza. Amepiga step fulani, tujifunze. Dakika 3 zangu zimeisha hapo. I'm out.